Marekani kusimamisha vita dhidi ya Iran mnamo Julai 2026, ikiwa ni vita vya siku kama 13-14 hivi vilivyokuwa vya kujibizana baina ya Iran na Marekani. Iran akishambulia zile kambi za Marekani zilizopo kwenye maeneo ya Ghuba na Marekani akishambulia ndani ya taifa la Iran, kunahusishwa zaidi na changanyiko wa sababu mbalimbali. Kuna masuala mazima ya gharama kubwa za kijeshi, kuna hasara za kibinadamu, hasara za vifaa, lakini pia kuna shinikizo la kidiplomasia kwenye kutafuta usitishaji wa mapigano. Sasa tuangalie kwa kina katika uchambuzi huu wa Marekani kusimamisha vita tena dhidi ya taifa la Iran baada ya mashambulizi ya siku 13 mwezi Julai 2026. Je, ni kuepuka kipigo kizito cha Iran au hasara ilizopata au kutafuta amani? Sababu kuu za kusimamisha vita: moja, kuna hasara na gharama kubwa. Marekani yeye ametumia zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 37.5, ambapo hii fedha ukitumia au ukibadilisha kwa fedha za Kitanzania T-shillings kwa soko la leo, kwa mujibu wa BOT kwenye upande wa kununua na kuuza dola, utapata ni shilingi trilioni 97. Hiyo ni ndani ya miezi mitano ya vita dhidi ya Iran, na kiasi hiki kilizidi mara 1.5 bajeti ya Tanzania ya mwaka 2026-27. Sasa wanajeshi wa Marekani, ukitazama katika swala hili zima la bajeti ambayo imetumika chini ya Rais Trump, ni bajeti kubwa mno, ambapo wamekwenda kupambana na taifa la Iran ambalo yeye hana cha kupoteza kwa asilimia kubwa kama wao, lakini pia ukitazama kukiwa hakuna sababu ya msingi. Njoo kwa upande wa vifo, ni hasara hiyo. Ukitazama wanajeshi wa Marekani tangu vita hivi vianze tarehe 28 Februari mpaka hivi leo ninavyozungumza, wanajeshi wa Marekani 17 wameuawa, lakini hizi ni kwa mujibu wa takwimu za vyombo vya habari vya magharibi, japo vyombo vya habari vya upande wa mashariki vinasema ni zaidi ya hao 17. Na ukitazama wako wanajeshi zaidi ya 100 ambao wamejeruhiwa. Hii ni tangu vita vilipoanza kwa kipindi hichi cha Februari mpaka Julai, japo kuna taarifa za chini zinadaiwa kuanzia tarehe 7 Julai kuja mpaka tarehe 25 Julai wanajeshi zaidi ya 18 waliuawa wa Marekani kwenye mashambulizi ambayo Iran aliyafanya. Na Iran nayo ukitazama imepoteza raia, kwa takwimu ambazo Iran wenyewe walizitoa ni zaidi ya raia 50 na mamia wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi ya Marekani. Hapa unapaswa kukumbuka na kuelewa, sio kwamba Marekani ameua askari wa Iran, bali Marekani ameua raia. Umeelewa mpaka hapo? Na hichi ndio kile ambacho pia nilikuwa nakueleza kwenye vita vya Israel Hamas. Israeli ameua raia zaidi ya 76,000. Hapo ni kwenye ukanda wa Gaza. Hajaua askari hata 100 wa Hamas, lakini yeye askari wake wamekufa, lakini pia ilipelekea askari kupata machangamoto ya afya ya akili. Unapaswa kuelewa hivyo, na hivi vyote vyombo vya habari vya magharibi vinakunja kona. Tuangalie sababu kuu nyingine ya kusimamisha vita. Kuna shinikizo la kidiplomasia. Ukitazama mashambulizi ya pande zote, kwanza kabisa yameathiri ule mlango bahari wa Hormuz ambao Iran yeye anaeleza kwamba yeye ndo ana mamlaka ya kushikilia, lakini pia Marekani anasema yeye ndo ana mamlaka ya kushikilia. Ila ukirudi kijiografia, Marekani na ule mlango bahari wa Hormuz yuko nao mbali kwa maelfu ya kilomita, zaidi ya kilomita 17. Kwa hiyo eneo lake, lakini ni eneo ambalo kwa Iran yeye tunasema ana mamlaka ya kulihodhi yeye na Oman. Kwa hiyo Iran yupo sawa. Sasa ukitazama mashambulizi haya namna ambavyo yameathiri mlango bahari wa Hormuz, ambapo katika mlango bahari wa Hormuz kwenye upande wa usafirishaji wa mafuta kwa njia ya bahari, mlango huu bahari wa Hormuz ambao unalisha kwa asilimia kubwa bara la Asia na bara la Ulaya kwa kiasi chake, unasafirisha zaidi ya 20% ya mafuta. Hapo ni kwa njia ya bahari. Hapa sijamaanisha Iran kuhudumia mafuta dunia ni asilimia ngapi, namaanisha
usafirishaji wa mafuta kupitia lango bahari la Hormuz kutoka Iran na maeneo mengine hapa ya Ghuba ni zaidi ya 20% mlango huu bahari wa Hormuz unaruhusu kwa njia ya baharini. Sasa ukitazama baada ya yote kuweza kutokea, kuna swala zima la, kwa kuwa ile Hormuz ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, kuna hofu imeibuka ambayo imepelekea bima za meli kuongezeka, na baada ya bima za meli kuongezeka, bei ya mafuta nayo pia imepanda. Nilikwambia mara mwisho pipa lilikuwa ni $92, sasa hivi linapanda linakaribia kufika $100 kasoro. Sio, umenielewa hapo? Kwa hiyo pia hili ni moja shinikizo. Na mambo yanavyokwenda hivi, kumbuka Marekani huwa anaingia hasara kwa kutoa akiba yake ya mafuta. Marekani ndio taifa ambalo huwezi kubisha wala hapa huwezi kufanya chochote, ndio taifa ambalo linakuwa na akiba kubwa ya mafuta duniani. Vyanzo vya uchimbaji wa mafuta hana vingi kama ilivyo taifa la Russia, lakini ana akiba kubwa ya mafuta duniani. Kwa hiyo hilo pia ni moja changamoto, kwa sababu mambo yakiwa changamoto huko, yeye atakwenda kuingia mfukoni kutoa mafuta yake na hasara yake ndani ikipungua, kwa sababu ukiangalia sasa hivi mafuta ghafi ndani ya taifa la Marekani yanasogea mpaka $3, inapanda mpaka $4 kutoka $1 na point. Yes. Kwa hiyo ni changamoto pia ndani ya taifa. Hali ya mfumuko wa bei itakuwa nzito ndani ya taifa la Marekani. Lakini pia kwenye shinikizo la kidiplomasia, wapatanishi kutoka Pakistani na mataifa mengine, wao wamekuwa kwa asilimia kubwa sana wanasukuma ule usitishaji wa mapigano kwa siku 10. Lengo ni kuokoa makubaliano ya amani ambayo yalisainiwa Juni 2026, ambayo Iran alidai Marekani ameyakiuka baada ya Marekani kutaka kuhakikisha meli zote zinazopita ziripoti kwake kwa kutoa tozo, kitu ambacho Iran alikataa. Lakini kuna pointi ya kuepuka kipigo kikubwa. Iran, licha kwamba kijeshi ukimweka yeye hapa na Marekani ukifanya comparison, utakuja kugundua kwamba Iran hana nguvu ya kijeshi kama ilivyo Marekani. Hiyo hatuwezi kuipinga, lakini Iran ameonyesha uwezo wa kujibu mashambulizi kwa makombora na droni dhidi ya kambi za Marekani huko Jordan na Bahrain. Lakini pia ukitazama, Marekani pia anaonekana kutaka kupunguza hatari ya kupoteza udhibiti wa eneo la Ghuba na kupunguza uwezekano wa kushindwa kijeshi moja kwa moja. Kwa hiyo hizi ndo sababu za kusitishwa kwa vita hivyo. Kwa hiyo kusimamishwa kwa vita ziko sababu nyingi, woga na mengineyo mengi. Kwa hiyo kwa wale ambao mlikuwa mnatamani kuweza kufahamu imekuwaje nini na maneno mbalimbali, nadhani sasa utakuwa umeelewa. Sasa turudi tazame sasa Trump kwenye vita hivi na Iran amefeli kiasi gani kuwadhibiti Iran. Kumbuka nilikueleza hivi karibuni, Trump alisema Urusi anamsapoti Iran na ataanza kumchunguza Iran. Urusi kimya, nikakuletea uchambuzi kuhusiana na hilo. Sasa ukitazama, Trump ameshindwa kuidhibiti Iran kwa kiwango kikubwa sana. Hiyo iko wazi na haipingiki, licha ya kampeni ya kijeshi na makubaliano ya muda. Lakini Iran yeye ameendelea kumshambulia, ameendelea kuzuia udhibiti wa lango bahari la Hormuz, ameendelea kuimarisha ushawishi wake wa kikanda. Kwa hiyo haya ni matokeo ya hasara kwa taifa la Marekani ya wazi kabisa. Kwa hiyo ile mikakati ya Donald Trump ku make America again, tunasema yamefeli. Tuangalie sasa katika viwango vya kushindwa kwa Trump kwenye nyanja takriban tatu. Tuangalie kijeshi, diplomasia na kiuchumi pia tutazame. Nikianza na kiuchumi, kwenye kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kumeathiri 20% ya mafuta na gesi duniani na imesababisha hofu ya kupanda kwa bei kimataifa. Kwa nchi zinazoendelea na nchi zinazoendelea na zilizoendelea, mwezi Agosti unaweza kuwa ni mwezi pia wa kilio kwa wananchi wao kwa bei ya mafuta tena kupanda. Na kama mambo yakiwa mazito, kuna uwezekano watu kaanza kupunguza matumizi ya vyombo vinavyotumia mafuta wakarudi sana kwenye vyombo vinavyotumia umeme. Lakini pia ukitazama, Marekani ametumia mabilioni ya dola bila kufanikisha udhibiti wa Iran. Hiyo pia ni hasara kiuchumi. Kuna fedha pia ambazo aliomba bunge lake
Bwana Fedha pia mwenyewe ametoa kwa kauli za rais kutana na katiba yao, lakini hazijafua dafu. Iran yeye kafanikiwa kutumia mbinu ambazo tunaita mbinu za kueneza vita kwa njia ya makombora, drone na mashambulizi ya baharini ili kuongeza shinikizo kwa Marekani. Hii tunaita horizontal escalation. Kwa hiyo hii ni moja pia mbinu ambayo kiuchumi Trump ameweza kufeli. Lakini pia ukitazama kwenye upande sasa wa kijeshi, Trump yeye aliahidi vita vya wiki 4 hadi 5. Umeona, na akasema atavimaliza kabisa, lakini sasa vita hivi vimeendelea kwa zaidi ya miezi 4 bila mafanikio ya kudumu. Na malengo ya kijeshi ikiwemo swala zima la kuharibu viwanda vya makombora na jeshi la majini hajafikiwa kikamilifu kwa Trump. Lakini pia Iran yeye ameweza kulipiza kisasi, ametumia makombora, ametumia drone, ameshambulia kambi za Marekani na washirika wake kwenye Ghuba na kuleta hasara kubwa sana. Kwa hiyo kijeshi pia Trump amefeli. Hiyo iko wazi. Na hapa pia imepelekea kuibuka kwa lawama mbalimbali kwamba Trump anachokifanya ni matakwa yake yeye ya kumtetea mshirika wake Israeli, lakini hayakuwa matakwa halisi ya taifa. Lakini kwenye upande wa kidiplomasia, makubaliano ya kusitisha vita ambayo yanaitwa MOU ambayo yalisainiwa Juni 2026 yamedumu kwa muda mfupi tu na yakavunjika haraka. Na Iran ilitumia makubaliano hayo kama mbinu ya kupata nafuu ya kiuchumi na kuendelea kudumisha ushawishi wake badala ya kupunguza nguvu zake. Kwa hiyo Marekani ilionekana kama imekubali masharti ya Iran bila kupata faida ya kudumu. Kwa hiyo hivi ni viwango vya Donald Trump kushindwa dhidi ya Iran. Kwa hiyo hapa ukiona kwa sisi tunakuletea taarifa za pande hizi pia za Iran, tunakwambia kwamba Iran ni mshindi katika vita hivi. Usishangae kwa sababu ni uhalisia uliopo. Sasa Iran ameshinda vita hivi tayari mpaka sasa? Naweza kujiuliza swali hilo. Bwana Rich unazungumza nini? Naona kuna baadhi ya watu pia ambao anakupa tusi, kuna ambao pia anafuta, kuna ambea ana crash, lakini ndio kweli halisi ulipo. Iran ameshinda vita hivi tayari mpaka sasa? Ni kweli Iran imeshajipatia ushindi wa kimkakati kwenye vita hivi hadi sasa. Na ushindi huu haupo tu kwenye uwanja wa mapambano, bali pia upo kwenye ile taswira ya kisiasa na kidiplomasia duniani. Ukitazama viashiria vya ushindi wa Iran au ushindi wa moja kwa moja wa Iran kijeshi, Iran amefanikiwa kwanza kulipiza kisasi mara kwa mara kwa makombora na droni dhidi ya kambi za Marekani na washirika wake. Na jeshi la Marekani hapa limepata vifo vingi vya askari wake, majeruhi wengi, na huku Iran akiendelea kuonyesha uwezo wa kujilinda na kushambulia bila kupoteza udhibiti wa ndani. Na wananchi kipindi hichi wamekuwa na umoja mno, haijawahi tokea. Yaani kipindi cha Ayatollah Ali Khamenei ambaye alikuwa anaimarisha umoja, matokeo yake yamekuja kuonekana sasa chini ya mtoto wake Mojtaba Khamenei. Kwenye upande wa diplomasia pia hapa kuna ushindi wa Iran. Marekani amesimamisha vita mara kadhaa, ikionekana kushinikizwa na wapatanishi wa kimataifa. Iran yeye amegeuza vita kwa kadi ya mazungumzo. Analazimisha Marekani kukubali masharti ya muda ya kusitisha mapigano kwa matakwa ambayo yeye anayataka, sio matakwa ambayo Marekani anayataka. Kwa hiyo vita hata vilipo makubaliano ya Juni 2026 ya MOU yalifikiwa kwa matakwa ya Iran, sio matakwa ya Marekani. Njoo kwenye mambo ya kiuchumi. Iran imefanikiwa kuzuia lango bahari la Hormuz ambapo kumeathiri kwa asilimia kubwa masoko ya duniani, jambo ambalo limeongeza nguvu ya Iran kama mchezaji muhimu wa kimataifa. Kwa kutazama, Marekani imetumia mabilioni ya dola bila kufanikisha kudhibiti Iran, na Iran yeye anaonekana kusonga zaidi na Marekani anaonekana kupoteza zaidi kiuchumi na kisiasa. Kwa hiyo kwa sasa Iran yeye amejipatia ushindi wa kimkakati na inaonyesha uthabiti na imeathiri Marekani kiuchumi na kisiasa, na ni ushindi kwa BRICS, ushindi kwa Urusi, China, Korea, yani ushindi kwa washirika wote wa Iran. Kwa nini Marekani anashindwa kumdhibiti Iran mpaka sasa na Iran anampasua kichwa? Marekani inashindwa kumdhibiti Iran kwa sababu mchanganyiko tu. Kuna sababu ya nguvu ya kijeshi ya Iran. Iran sio ndugu yako tangu zamani, na ameendelea kudhihirisha hilo kwa misingi ambayo anayo. Iran yeye amejenga uwezo wa makombora masafa marefu na drone ambazo zinaweza kushambulia kambi za Marekani na washirika wake
bila kuingia moja kwa moja vitani. Kwa hiyo hii ni moja pia sababu, na jeshi la Marekani wao wamezoea vita vya ardhini na anga, lakini Iran inatumia mbinu za vita visivyo vya moja kwa moja. Wanatumia pia vikundi vya Hezbollah, vya Houthi na vikundi vingine. Kwa hiyo inakuwa ni mtihani kwa Marekani. Njoo kwa upande wa jiografia na nafasi ya kistratejia. Iran yeye kitazama na dhibiti mlango bahari la Hormuz, njia ambayo ni muhimu sana mafuta duniani. Na kila mara inapofunga au kutishia kufunga, Marekani anapata shinikizo kubwa kiuchumi na kidiplomasia. Kwa hiyo hii inafanya Marekani iwe na chaguo chache: kushambulia zaidi na kuhatarisha masoko ya kimataifa au kusitisha vita. Kwa hiyo sababu au maamuzi yote ambayo au machaguo yote ambayo Marekani anachagua, kwa Iran kwake inakuwa ni ushindi. Njoo kwenye upande wa ushirikiano na washirika wakuu. Nilikwambia Iran ana washirika wake. Kwanza BRICS, nchi za BRICS. Uwezo kaacha kumtaja Urusi, kumtaja China. Hao ni washirika wake ambao wanamuunga mkono kwa teknolojia, msaada wa kisiasa katika Umoja wa Mataifa, silaha. Na hii inaizuia Marekani kupata uungwaji mkono wa kimataifa kwa vita vyake, na inaifanya ionekane kama inashambulia peke yake. Na hata imepelekea mataifa yenzake kusema vita ulivyoanzisha baba maliza. Lakini pia ukitazama kwenye hasara na shinikizo la ndani, vita hivi vimeharimu Marekani sana mabilioni ya dola kama nilivyokueleza, na vimesababisha vifo na majeruhi kwa wanajeshi wake. Kwa ndani ya Marekani, wapiga kura na wapinzani wa kisiasa wanamkosoa sana Trump kwa kushindwa kufanya lengo ya vita. Kwa hiyo hizo ndo sababu kuu za Marekani kushindwa kumdhibiti Iran, sababu mchanganyiko. Kwa nadhani utakuwa umenielewa. Kama utakuwa na swali lolote, andika kwenye comment yako, nitakuja kulipitia, nitakujibu swali lako moja kwa moja. Shukran kwa Baba wa Kivita.